ya mwaka 2018. Tozo hizi ya gari iliyotajwa ni tozo ya bandari ambayo inalipwa kutokana na mzigo kupita ama kutumia miundombinu ya gati katika bandari. Tozo ya ardhi inayojulikana kama wafage, ambayo kisheria hutozwa kila mzigo unaposhushwa ama kupakiwa katika kila gati ya bandari. B. Serikali katika kuunga mkono jitihada za Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi kupitia shirika la bandari linaandaa utaratibu wa kulipwa tozo hizo zote katika kituo kimoja tu kwa mizigo ambayo itasafirishwa baina Unguja na Pemba kwa lengo la kuondoa usumbufu kwa wananchi. C. Mtu hutakiwa kulipia ada ya ardhi dola 1.5 kwa kila CBM ujazo, tani moja uzito yoyote itakayokuwa juu kati ya vipimo hivyo viwili, na tozo ya ushushwaji gari stevedoring dola 3 kwa kila gari anaposafirisha gari baina ya Unguja na Pemba, na tozo hizi bila ya vati. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha. Asante. Mheshimiwa Dr. Mohamed Ali Suleiman. Nashukuru Mheshimiwa Spika. Nimpongeze Mheshimiwa Waziri. Nina swali moja la nyongeza lenye kipengele A na B kama ifuatavyo. Kwa kuwa katika majibu yake mama amesema kwamba wanafanyia mchakato, lakini ningependa kufahamu ni kwa nini serikali inaendelea kutoza ada hii ya wafage mara mbili katika nchi moja, kwa sababu mtu anaposafirisha mzigo kutoka Unguja kwenda Pemba manake ni nchi hii. Sasa hatuoni kwamba mtu akiutoa mzigo hapa kupeleka Tumbatu atatozwa mara mbili, yuko kwenye nchi moja. Je, ni sababu gani inayofanya serikali kuwatoza wananchi kodi mara mbili? Lakini katika jibu lake C, Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Waziri amesema kwamba wanatoza dola 1.5 kwa wafage kwa CBM moja, lakini gari zetu tunazosafirisha ni takriban pengine CBM 12, nyingi hizi ndogo ndogo tunazotumia. Ni kitu gani kinachopelekea mtu akachajiwa shilingi 700,000 mpaka 900,000 katika bandari ya Pemba, ambacho ukilinganisha na hii bei ambayo umetupatia katika jibu lako? Mheshimiwa Waziri, majibu. Mheshimiwa Spika, kwa ruhusa yako na kwa Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi, Masuala na Uchukuzi, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Dr. Mohamed la nyongeza kama ifuatavyo. Kwanza, majibu yetu sisi Mheshimiwa Spika ndo haya, bei yetu ndio hii kama tulivyojibu, lakini kinachofanya gharama ziwe kubwa kwenye upakizi wa magari kisiwa cha Pemba au Unguja kwenda Pemba ni wamiliki wa meli wenyewe, ndio wenye bei hizo. Lakini ukienda kwenye charges za bandari ni ndogo sana, ambazo zimewekwa na mwananchi yoyote anaweza kamiliki, ambaye mwenye gari ana uwezo wa kumiliki charges hizi, kwa sababu dola 1.5 kwa CBM ni sana shilingi 3,500. Hata ukifanya mara 10 35,000. Mtu mwenye kumiliki gari ana uwezo wa kulipa fedha hii, isipokuwa sisi serikali kupitia wizara yetu tutakaa na wamiliki wenye meli kuweza kuangalia vipi wataweza kupunguza bei kwenye masuala ya kupakizwa gari Unguja Pemba, Unguja Pemba na Pemba Unguja, ili bei iwe ndogo. Asante sana Mheshimiwa Spika. Asante. Mheshimiwa, swali linalofuata la wizara hiyo. Basi kuna maswali ya nyongeza. Nianze na Mheshimiwa Hassan Hamadi Omar Kojani. Mheshimiwa Spika, nakushukuru sana nami kunipa fursa hii kuuliza swali la nyongeza, kwa sababu kumekuwa na malalamiko makubwa katika utoaji wa tozo. Lini serikali itafanya marekebisho ya kitabu cha tozo ili kuwapunguzia mzigo wananchi wa kodi? Mheshimiwa Waziri, majibu. Mheshimiwa Spika, kwa ruhusa yako na kwa Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi, Masuala na Uchukuzi, naomba kujibu swala la Mheshimiwa mwakilishi wa jimbo la Kojani kama ifuatavyo. Bei zetu kwenye vitabu zipo sahihi, zipo vizuri, lakini ni muombe mjumbe yoyote, mheshimiwa mwakilishi yoyote, mwananchi yoyote atakayeona analipishwa kinyume na taratibu atupigie simu au atoe taarifa kwa kiongozi husika, na sisi tutachukua hatua za kisheria ya nidhamu dhidi ya yule mtu ambaye anataka kudhulumu wananchi. Asante sana Mheshimiwa Spika. Asante. Mheshimiwa Kombo Mwenyeshehe, nilikuona pia. Nikushukuru Mheshimiwa Spika, pamoja na majibu mazuri sana ya Mheshimiwa Waziri, naomba nimuulize swala moja nyongeza kama ifuatavyo. Kwa kuwa katika jibu lako B
ulisema kuwa mizigo kwa sasa inalipwa katika eneo moja tu. Je, Mheshimiwa Waziri, utekelezaji wa agizo hili umeanza lini? Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Spika, kwa ruhusa yako na kwa namba Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi, Masuala na Uchukuzi, naomba kujibu swala la Mheshimiwa mwakilishi la nyongeza kama ifuatavyo. Jibu letu B limesema kupitia shirika la bandari Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, shirika la bandari linaandaa utaratibu wa kulipwa tozo hizo zote katika kituo kimoja. Tunaandaa taratibu, mfumo tushauandaa, unaendelea kujaribiwa vizuri, na utaratibu utakapokamilika basi one stop center itafanya kazi kwa upande wa Pemba na Unguja, na hakuna tena haja ya kuzungushwa watu, nenda kibanda hichi, nenda kibanda hichi. Kutakuwa na ofisi moja kwa mambo yote, ili wananchi waepukane na adha na mazila ambayo walikuwa wakipata. Asante sana Mheshimiwa. Asante. Swali linalofuata, waheshimiwa wa wizara hiyo hiyo, muulizaji ni Mheshimiwa Amer Abdallah Amer, mwakilishi jimbo la Mwanakwerekwe, swali namba 187. Karibu. Asante Mheshimiwa Spika, naomba majibu ya serikali kwa swali langu namba 187. Asante. Asante Mheshimiwa Waziri, majibu. Mheshimiwa Spika, kwa ruhusa yako na kwa namba Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi, Masuala na Uchukuzi, ni swali la Mheshimiwa Mary linauliza bado swala la uvamizi wa maeneo tengefu ya barabara inaonekana kusuasua. Ni nani anawajibika na jukumu hili? Je, wizara haioni kwamba kulichelea jambo hili kunaipa serikali gharama za fidia kubwa wakati wa utanuzi wa barabara? Barabara sambamba na kuweka alama za michoro kwenye majengo yaliyoingia kwenye hifadhi ya barabara na kuzuia ujenzi wa majengo kwenye maeneo ya hifadhi ya barabara kwa baadhi ya barabara zilizojengwa. Juhudi hizo bado hazijafanikiwa kwa kiwango kikubwa kutokana na baadhi ya watu kutozingatia ujenzi wa majengo, na maeneo mengi yaliyowekwa viguzo hivyo vimeng'olewa kwa makusudi. C. Hatua zinazochukuliwa na wizara kupitia wakala barabara ni kutoa elimu kwa wananchi juu ya umuhimu wa eneo la hifadhi ya barabara kwa kuacha kufanya shughuli za ujenzi kwenye masafa maeneo tengefu ya barabara ili kuepusha gharama kwa serikali wakati wa utanuzi wa barabara hizo. Hivyo, kutokana na ukiukwaji huo, wakala ina mkakati wa kuanza kuwafikisha kwenye vyombo vya sheria wale wote wanaokiuka sheria ya barabara namba 8 iliyofanywa marekebisho ya mwaka 2013. Asante sana Mheshimiwa Spika. Asante Mheshimiwa Amer, swali la nyongeza. Asante sana Mheshimiwa Spika. Licha ya kuwepo kwa sheria namba 8, sheria ambayo imefanywa marekebisho mwaka 2013, lakini hadi sasa Mheshimiwa Spika, ni kitambo kimepita, bado tatizo hili linaonekana kwamba linaendelea na linamea. Je, na bado Mheshimiwa Waziri anasema kwamba wana mkakati, ndo kwanza wanaanza mkakati wa kuanza kuwafikisha watu mahakamani. Swala langu ni kwamba je, kuna mapungufu yoyote katika sheria hii iliyofanyiwa marekebisho ya 2013 kiasi kwamba kunapelekea tatizo hili kuto kupatikana mwarobaini wake? Lakini swala langu la pili ni kwamba ni upi sasa mwarobaini halisi wa kulitatua tatizo hili ili kuipunguzia serikali fidia za kulipa gharama kwa wananchi kila pale inapofika wakati wa kutanuzi wa barabara? Asante na shukuru. Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa, kidogo tunaomba utulivu kidogo Mheshimiwa, ili tuweze kusikilizana. Mheshimiwa Waziri, endelea. Mheshimiwa Spika, kwa ruhusa yako na kwa namba Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi, Masuala na Uchukuzi, naomba kujibu swala la ziada AB la pamoja la Mheshimiwa Amer kama ifuatavyo. Kwanza, tumhakikishie kwamba kanuni yetu ya sheria iliyowekwa sawa mwaka 2013 kwa sasa tunaona ipo sawa kwa kiwango ambacho tulichokiweka. Lakini mwarobaini ambao unaosema wewe Mheshimiwa mwakilishi, tukisema tuende kwenye mwarobaini ambao unautaka ni watu kwenda kufungwa na kuvunjiwa vitu vyao kwa nguvu, lakini sisi hatutaki kwenda huko. Tunajaribu kutumia hekima na busara za kuwaelewesha watu wasiweze kuingia katika maeneo husika, lakini ikibidi watu watapokuwa tu hawasikilizi amri za serikali na sheria za barabara, tutavunja maeneo yote ambayo wamejenga kinyume na taratibu, na sheria kali zitachukua dhidi ya yule mtu ambaye amejenga. Lakini pia tukupongeze Mheshimiwa
Amer Abdalla Amer kwa kutuuliza maswala zaidi ya 1200 tokea baraza hili limeanza. Asante sana Mheshimiwa Spika. Asante. Mheshimiwa Chum Kombo Hamis. Asante Mheshimiwa Spika, nakushukuru kwa kuniona tena. Mheshimiwa Waziri, pamoja na majibu yako mazuri, naomba nikuulize swala moja la nyongeza kama ifuatavyo. Mheshimiwa Waziri, tumekuwa tukiona wananchi wanajenga katika maeneo ya karibu na barabara, lakini Mheshimiwa Waziri, wananchi hawa wanajenga mpaka wanahamia na kuanza kufanya shughuli zao za kibiashara. Sasa je, serikali inakuwepo wapi muda wote ule wakati wanajenga wananchi wale mpaka wanamaliza na baadaye kuambiwa wavunje na kuwasababishia wananchi hasara? Asante Mheshimiwa. Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Spika, kwa ruhusa yako na kwa Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi, Masuala na Uchukuzi, naomba kujibu swala la Mheshimiwa Chum la nyongeza kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, wewe ushakuwa waziri wa ujenzi. Mheshimiwa Hamza kashakuwa waziri wa ujenzi. Mheshimiwa Machano kashakuwa waziri wa ujenzi. Sheria zipo. Kilichokuwepo Zanzibar kwamba viongozi tuna huruma sana na tunatumia hekima za kidini zaidi kuliko sheria. Lakini nitoe wito kwa mara ya mwisho kwa ujenzi tunaoendelea nao na tulipofikia, yoyote atakayejenga kinyume na sheria tutamvunjia, hata awe babake kiongozi, awe yeye mwenyewe kiongozi, awe mtu akaye, tutamvunjia na tutaenda kumweka ndani kwa mujibu wa sheria za nchi. Hatuwezi serikali Mheshimiwa kulipa kila siku fidia kwa mambo ambayo yanasababishwa kwa makusudi na watu ambao wanayatakia nchi makusudi kupata hasara. Hivyo ni kuhakikishieni, kama kuna mheshimiwa kanunua kiwanja anajenga chini ya barabara, basi akavunje mwenyewe kabla mimi sikwenda kuvunja. Na kama hatujafikia hatua hiyo Mheshimiwa Spika, kila siku tutakuwa tunachezeana, tunalipa mafidia ambayo hayatakiwi, na hizi hekima itafika kati zitaondoka. Nikuombeni sana wananchi wote na viongozi wote, lazima sheria ziheshimike na jengeni kwa mujibu wa taratibu za njia. Asante sana Mheshimiwa Spika. Asante Mheshimiwa. Swali linalofuata kwa wizara hiyo hiyo, swali muulizaji Mheshimiwa Bakari Hamad Bakari, mwakilishi wa wananchi jimbo la Wawi. Kwa niaba yake namuona Mheshimiwa Haji Shaban Waziri. Asante. Swali linalofuata ni je, serikali imezifanya kazi vipi changamoto zilizoibuka katika zoezi la ulipuaji wa fidia kwa wananchi watakaopisha ujenzi wa uwanja wa ndege wa Pemba? Liliulizwa na Mheshimiwa Bakari Hamad Bakari wa jimbo la Wawi. Moja la Mheshimiwa Bakari Hamad Bakari kama ifuatavyo. Uongozi wa Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi tumeunda kamati maalum ya kusimamia malalamiko ya wananchi yenye wataalamu mbalimbali, ambapo mwenyekiti wa kamati hiyo ni Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya. Kamati katika kutekeleza kazi zake ilipokea na kufanya ufuatiliaji wa malalamiko 89 ya wananchi, ambapo baada ya ufuatiliaji wa kina, kamati ilitoa taarifa yenye mapendekezo ya kuzifanyia tena tathmini mali za wananchi, zikiwemo nyumba za makazi 21, Mvumoni 14 na Mfikiwa 7. Hadi sasa Wizara ya Ujenzi, Mawasiliano na Uchukuzi imeshafanya malipo ya T-shilling bilioni 13,190,548,217 kwa wananchi wapatao 976 walio na mali za aina tofauti, zikiwemo nyumba, miti pamoja na vipando. Kwa sasa wananchi waliobakia ni wale tu waliofanyiwa tathmini ya mapitio. Wizara inasubiri kupokea taarifa ya kutoka kwa mtathmini kwa hatua za kuwasilisha tume ya mipango kwa ajili ya malipo ya wananchi hao. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha. Asante Mheshimiwa Haji Shaban Waziri, swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Spika. Nampongeza sana Mheshimiwa Naibu Waziri kwa majibu yake mazuri, lakini hata hivyo nilikuwa na swali la nyongeza kama ifuatavyo. Kwa kuwa kwenye eneo hili kulikuwa kuna malalamiko namna mbili. Kuna malalamiko yale ya watu ambao walikuwa wamepimiwa hawajapata fidia yao, lakini pia kulikuwa kuna malalamiko ya wale watu wa maeneo ya Kwaleni ambao wao walipisha ujenzi kwa kampuni kujenga kambi ili kwa ajili ya kufanya shughuli zile, na wao hawa hawajalipwa fidia zao. Je, hawa ambao unawazungumza kwamba wanasubiri pamoja na hawa wa Kwaleni, au wao wa Kwaleni wako mbali? Mheshimiwa Waziri, majibu. Mheshimiwa Spika, kwa ruhusa yako na kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi, Mawasiliano na Uchukuzi, naomba kujibu swali la Mheshimiwa mwakilishi jimbo la Uzini kama ifuatavyo. Tumhakikishie
malipo ya airport na maeneo husika ambayo itapita mradi, kuna fidia yake kwa upande wa wizara, na malipo ambayo ya kambi kuna fidia yake kupitia kampuni binafsi tukisimamia wizara. Hivyo tukuhakikishie hakuna mwananchi yoyote atakayechukuliwa eneo lake bila ya kulipwa. Sisi tutasimamia kila mmoja akapata haki yake iliyokuwa sawa. Asante sana Mheshimiwa Spika. Asante. Katibu wizara inayofuata. Wizara ya Kilimo, Umwagiliaji na Maliasili na Mifugo. Swali linaulizwa na Mheshimiwa Amir Abdallah Amer, mwakilishi wa wananchi jimbo la Mwanakwerekwe. Mheshimiwa Amir Abdallah Amer, swali wa jimbo la Mwanakwerekwe, atamuuliza Mheshimiwa Waziri wa Kilimo, Umwagiliaji, Maliasili na Mifugo, tathmini iko vipi juu ya kilimo cha zao la kungumanga Zanzibar? Ni zamu Wizara ya Kilimo, Umwagiliaji, Maliasili na Mifugo. Mheshimiwa Spika, kwa ruhusa yako naomba kumjibu Mheshimiwa Amir Abdallah Amer swali lake nambari 189 kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, hali ya uzalishaji wa zao la kungumanga sio kubwa, kwani sio wakulima wengi waliovutika